Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Tumemaliza robo ya kwanza 2026, tuko robo ya pili. Robo ya pili tayari. Robo ya pili tayari. Mwaka unayoyoma. Mwaka unayoyoma. Tuna wiki kwenye robo nzima inayofuata tunaangalia kukua katika uhusiano na Mungu. Yes. Kukua katika uhusiano na nani? Na Mungu. Na siku ya leo somo la kwanza kabisa tunaanza na tuaudhiwa bali hatuachwi. Oh, sorry. Somo la kwanza bado tumetekewa na somo la yaani wewe umerudi kule. Kukagua uhalisia. Kukagua uhalisia. Fungu letu la wiki inatoka kitabu cha Yohana 15 fungu la 9 inasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Yohana 15:9. 15:9. Kabla kwanza tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutuweka salama mpaka robo nyingine hii. Amen. Tunataka tuje tena kuchota madini kwako. Amen. Tupate hekima kutoka kwako. Na robo hii inaonekana kabisa ni robo ambayo imejaa neema na maarifa tele. Amen. Tuongoze katika roho wako tukakuelewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Uhalisia. Kukagua uhalisia ndani ya somo la robo nzima wiki 13, kukua katika uhusiano na Mungu. Mungu na sisi na Mungu kuna mahusiano. Mahusiano yoyote ni safari. Tunatarajia kwamba tumeanza safari. Rafiki, kama hujaanza safari mahusiano na Mungu, lakini kwa vyote una uhusiano. Hata kama hujawahi kumtambua, lakini yeye alishaanza kukutambua. Sasa kama umeshajicommit, umeshajitoa kwake, kumfahamu na kufahamu, kushirikiana naye katika makusudi ya uhusiano huo, basi somo hili litatufaa sana, kwa sababu tutajifunza namna ya kuchukulia serious, kuchukulia kwa makini katika uzito wake uhusiano wenyewe. Sasa hebu nikuulize, una hali gani? Uhusiano wako na Mungu unahisi una hali gani? Of course mtu akikusalimia vipi hali? Unasema nzuri. Nzuri. Sasa inapokuja kwenye uhusiano wako na Mungu, ushirika wako na Mungu, unaweza kusema kwamba uko vizuri katika eneo labda la kutaka kumfahamu kupitia neno lake? Nasema kwa kweli ninakuwa vizuri. Day by day, siku kwa siku. Vipi habari, unazidi kuwa na kihelehele, yani shauku ya kumshuhudia, ya kujulisha, unajua na rafiki, unajua na malengo yake, na kushirikiana naye katika kusambaza uhusiano huo kwa wengine. Unaweza kusema kwako wewe binafsi, ukiangalia kanisa, mahusiano yetu na Kristo, tuna hali gani hasa? Hilo ni swali ambalo litahitaji turudi tena na tena, ikiwa kama tutatilia maanani kukua katika uhusiano huo. Sasa somo la Jumapili, hali yetu sio kama tunavyoweza kuisimulia sisi. Unajua, unaweza kusema niko fit na afya nzuri, ukaenda kwa daktari akasema tezi dume hili limeanza kukua au kansa imeanza, kuna dalili. Sasa twende kwa Mungu mwenyewe anavyoiangalia hali yetu. Tuko katika kitabu cha Ufunuo na tutasoma Ufunuo sura ya 3:14 mpaka 22. Twende 14:22. Ufunuo 3. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Sawa. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Sawa. Basi kwa sababu una vuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Na kupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto,
upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua. Tuishi hapo mpaka 19. Ushawahi kuona mtu ameenda kwa daktari akaambiwa habari ya afya yake akasema mimi siamini, ngoja niende kwenye hospitali yenye vipimo vikubwa zaidi, vya kisasa zaidi? Huwa wakati mwingine hatukubaliani na hali zetu. Na Yesu ndio maana anapokuja kuanza kuikagua na kuiainisha hali yetu ikoje, anatoa CV yake. Unajua anasemaje? Yeye ni nani? Yeye ni Amina. Amina maana yake ndio kweli, kwa lugha nyingine kweli. Amina tunasema mwishoni mwa sala kwamba na iwe hivyo, na itimie hivyo. Amina ni kama utimilifu. Tena shahidi aliye mwaminifu. Unamkumbuka katika Injili ya Yohana anasema nimekuja kumshuhudia Baba. Sawa. Mimi sina neno lolote, na amekuja kushuhudia upendo wa Baba, si kwa maneno na kwa matendo tu, hata kwa mauti yake pale msalabani. Kwa hiyo ni wa kweli, anashuhudia kuokoa. Kwa hiyo kama daktari anakuambia huu ugonjwa ni, sio kwamba anakusingizia kuaibishe kwamba wewe una afya yako kabisa afa anakuambia wewe mgonjwa. Ni shahidi CV yake sasa. Amin. Shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Hiyo nayo CV yake unaionaje hiyo? Mwanzo wa kuumba kwa Mungu, kwanza kuumbwa au ndio alianzisha uumbaji? Ndiye alianzisha kuumbaji. Sasa unaweza kumsikiliza, unamsikiliza vizuri kabisa. Anasemaje kuhusiana na hali yetu? Anasema hali yetu ni hizo hofu, wa baridi, vuguvugu. Moja anasema sio baridi wala sio moto, ni vuguvugu. Ni vuguvugu. Tunasema sisi tu matajiri lakini kumbe ni masikini. Si maskini. Tunasema tunaona lakini vipofu. Tunasema tunang'oa kumbe tu uchi. Haya, niulize. Hawa Laodikia au kama ndio sisi, nitaelezea baadaye. Tunajielewa, tunakubaliana na tathmini hiyo au tunakuwa tunaikataa tathmini? Mara nyingi. Sasa angalia mstari wa 18 mpaka 19 anavyozungumza. Anasema baada ya kutoa ushauri, nunua kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho kujipaka macho yako upate kuona. Haya, kwa hiyo sio kwamba amekutathmini dokta uende zako, anakupatia kwamba kuna dawa hapa. Sio upendo huo? Upendo mkubwa. Sasa 19 angalia jinsi anavyosema, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Kwa hiyo kumbe hajatutukana akisema wewe ni dhaifu, wewe uko uchi, wewe ni maskini. Anasema kumbe ni maonyo ambayo yanafunua hali yako ilivyo. Na yanatoka kwa shahidi mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu ambaye ana upendo. Wewe kusikia kwamba eti anayekupenda anakuambia ukweli? Rafiki wa kweli ni yule anayekuambia ukweli. Sasa hakuna kama Yesu. Na anaeleza hali yetu. Una miaka mingapi na Yesu? Mimi na Yesu toka nilipobatizwa 2010 mpaka sasa ni miaka 16 ndani ya Kristo. Na kanisa sasa hivi lina miaka mingapi likitembea na Yesu? Karibu 2000. Tunaweza kusema tunamjua Yesu? Tunaweza kusema tuko vizuri, tunafanya matendo mazuri, yani tunatoa ripoti nasema mimi ni Mkristo narudisha zaka na sijui nani. Alafu Yesu anasema matendo hayajakamilika, mavazi. Tutaendelea kuangalia namna hii, lakini anayetupatia tathmini ya hali yetu anatupenda. Anatukemea lakini anatuonyesha makosa. Anataka turudi, turejea hali yetu ili
tuiangalie hali yetu katika macho yake ili tuweze kufanya vizuri. Amen. Rafiki yangu, tutarudi kwenye masomo kama haya wiki hii, maana tunatamani kukua katika ushirika na Kristo. Ametuambia tuko wapi na ametuambia anataka tupeleke wapi. Tu maskini anataka tuwe matajiri, tu uchi anataka tuvikwe mavazi, na hiyo yote anasema ununue kwangu. Ni biashara, inagharimu. Chochote unachonunua ni gharama, tunabadilishana thamani. Yeye ana thamani ya kutupa na sisi tuna thamani ya kumpatia. Kwa nini tusimpatie mioyo yetu kwanza? Baba yetu uliye mbinguni, umezungumza na mioyo yetu. Moyo ni mdanganyifu kupita vitu vyote, lakini umegusa na umesema unatupenda, ndio maana unatuambia ukweli. Basi Baba, fungua macho yetu, tuache kujitetea, tuache kujisifia, tuache kuridhika na hali tulionayo, wakati kumbe ni hatari. Tupe kusikia, kutubu na kurejea. Jina lako litukuzwe kwa mtoto wako ambaye anatafuta mahusiano na Mwokozi zaidi na zaidi. Kampatie nafasi hiyo wiki hii tunapojifunza kweli hii, tunaposalimisha mioyo yetu kwako na katika chini ya upanga wa neno lako linalokatakata ili kuponya, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Tumefikia tamati siku ya Jumapili. Tunaangalia hali yetu. Kesho siku ya Jumatatu tunaangalia kemea, tubu na thawabu. Amen. Mimi ni Dubinza. Mimi ni Nusuma Kalindini. Karibu sana siku ya kesho. Amen.